na uchunguzi ulifanywa kwa kufuata taratibu na procedure, kwa maana ya taratibu zote za kipelelezi, ikiwemo kukagua eneo la tukio, kukusanya vielelezo na kupata maelezo kutoka kwa mashahidi walioona tukio ili kuona ni nini kimetokea na kuthibitisha kile kilichotokea kwamba ndicho haswa kimetokea. Kwa hiyo aidha, katika upelelezi huo Jeshi la Polisi tulishirikiana na mamlaka mbalimbali za haki jinai kwa mujibu wa sheria na taratibu za kiupelelezi, ikiwemo maabara ya mkemia mkuu wa serikali, kitengo cha cyber forensic kwa maana ya maabara ya uchunguzi wa vyombo vya umeme kwa maana ya simu, lakini vile vile tulishirikiana na hospitali ya Lumumba kwa ajili ya uchunguzi wa mwili wa marehemu baada ya tukio hilo la yeye kufariki kwenye hospitali ile ya Mpora. Aidha, katika uchunguzi wetu tulizingatia mambo kadhaa ili kufika uamuzi wa kuona kwamba nini kimetokea na uthibitisho wa kile kilichotokea. Tuliangalia mwenendo na tabia za marehemu tangu alipowasili Zanzibar, lakini baadhi ya sampuli zilizokutwa kwenye eneo la tukio kwa maana ya kwenye hoteli ile ya Zuri, lakini kutoka kwenye mwili wa marehemu wakati akifanyiwa uchunguzi kwenye hospitali ya Lumumba, lakini vile vile vifaa vya electronic kama nilipoeleza hapo awali, ikiwemo simu ya marehemu pamoja na mchumba wake Joseph, na vyenyewe vilifanyiwa uchunguzi kwenye maabara ya uchunguzi wa kisayansi ya Jeshi la Polisi. Lakini vile vile tulizingatia maelezo mbalimbali kutoka kwa mashahidi walioshuhudia tukio. Ndugu wanahabari, kupitia mashahidi pamoja na vifaa mbalimbali vya kielektroniki tulivyovichunguza, lakini vile vile pamoja na sampuli mbalimbali tulizozichukua kwenye eneo la tukio pamoja kwenye mwili wa marehemu wakati wa kufanya uchunguzi wa tukio hili, imegundulika kabla ya tukio lile la kujaribu kujinyonga siku ya tarehe 8, marehemu alikuwa na tatizo kubwa sana la msongo wa mawazo, na hii imethibitika kupitia jumbe fupi mbalimbali kwa maana ya message kutoka kwenye simu ya marehemu alizokuwa akipishana nazo au akiwasiliana nazo yeye pamoja na mchumba wake Joseph, lakini na watu wengine ambao ni ndugu na jamaa wa nje ya yeye pamoja na Joseph. Kwa hiyo hii ilituthibitishia kugundua mwenendo wa marehemu kabla ya tukio lake la kujaribu kujinyonga ambao kulikuja kusababisha kifo chake. Baada ya upelelezi huo kwa kushirikiana na taasisi nyingine, upelelezi umethibitisha bila shaka yoyote tukio la marehemu alilolifanya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 la kujaribu kujinyonga katika hoteli ya Zuri ndio lililopelekea au lililosababisha kifo chake tarehe 9 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 9 alasiri katika hospitali ya Ampola au Global Hospital iliyoko maeneo ya Unguja mjini Magharibi. Hivyo, kutokana na ushahidi uliokusanywa wa tukio hilo, hakuna mtu yeyote anayeweza kuhusishwa kwa namna moja au yoyote ile kwenye kifo cha marehemu, na uthibitisho ni kwamba marehemu amefariki kutokana na jaribio la yeye kujinyonga lililotokea siku ya tarehe 8 mwezi wa 9, ambapo akiwa kwenye matibabu kwenye hospitali hiyo ya Ampola majira ya saa 9 siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 alifariki dunia. Wito, ndugu wanahabari, kutokana na uchunguzi tuliofanya kwa kushirikiana na vyombo vingine na mamlaka nyingine za uchunguzi, kama nilivyoeleza hapo awali, imeonekana kabisa kabla ya marehemu kuchukua uamuzi wa kutaka kujiua kwa kujinyonga ambapo ulisababisha kifo chake baadaye, marehemu alikuwa na tatizo kubwa sana la msongo wa mawazo. Swala la pete ya marehemu, sisi Jeshi la Polisi hatuna mamlaka ya kulijibu zaidi ya ofisi ya ubalozi wa Marekani kwa kutumia corona, kwa sababu marehemu hakuwa na pete peke yake, alikuwa na vitu vingine kama mabegi, nguo, viatu na kila kitu. Vitu vyote hivyo ambavyo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu vilichukuliwa na hiyo kampuni iliyohusika katika usimamizi wa uchunguzi wa kifo cha marehemu.
Kwa hiyo sidhani kama jeshi la polisi tunaweza tukajibu lolote kuhusiana na pete ya uchumba ya marehemu ambayo hakukutwa nayo wakati mwili wa marehemu umepelekwa kwao kwa mazishi. Moja. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.